Yai linatoka mule ndani kwa mwendo wa kuzunguka kulia kwenda kushoto, likiwa lile yai limechanganyika na majimaji yanayoitwa follicular fluid. Maji haya Qur'ani imeyataja katika sura ya 2 Al-Baqara aya 225. Maji haya kazi yake ni kulifanya lile yai liwe na uhai. Maji haya pia kazi yake ni kulifanya yai liweze kusafiri kutokea kule linakotoka mpaka linakopelekwa. Maji haya pia kazi yake pale mwanadamu anapokwenda kufanyika nutfa, hapatakiwi pawe pakavu, panatakiwa pawe na hali ya umaji. Yai linatoka mule ndani kwa kuzunguka kulia kwenda kushoto, likija juu kuna vitu vinaning'inia pale kama kamba kamba. Kibiolojia, kidaktari, kisayansi vinaitwa fibria. Linaokotwa lile yai, linachukuliwa. Likichukuliwa lile yai linaingizwa katika fallopian tube. Ndani ya ile fallopian tube, ndani yake kuna vinywelea mithili ya miguu mingi ya jongoo. Kidaktari, kisayansi, kibiolojia inaitwa cilium, kama miguu mingi ya jongoo. Zile cilium zinacheza, zikicheza ndio linalizungusha lile yai kulia kwenda kushoto, linapelekwa hapo katika fallopian tube, katika nyumba ya kutungia ujauzito. Likifikishwa lile yai, kinapokuja kufanyika kitendo cha ndoa, mbegu za uzazi za mwanamume, chromosome, zinabebwa na maji ya uzazi ya mwanamume, spermatozoa. Yale maji kazi yake ni kuzibeba zile mbegu, na zile mbegu zinakuwa kama wale wadudu wa katika maji machafu, viluilui, kichwa na mkia, kichwa na mkia. Na ndiyo maana kama hausomei udaktari, hawakuruhusu wewe yakachukuliwa maji ya uzazi ya mwanamume yakatiwa katika darubini alafu ukaambiwa tazama, utamchukia mwanadamu. Na zile mbegu zinakuwa mbili, zinakuwa ni X na Y, wanaume na wanawake, na katika ule mkupuo mmoja tu zile mbegu zinakuwa ni 500,000 mpaka 600,000. Qur'ani imewataja hawa, hizi chromosome imezitaja katika sura ya 53 surati Najmi aya 46 mpaka 47. Wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin idha tumna, na yeye ndiye aliyeziumba mbea mbili, dume na jike, ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume pindi yanapomwagwa katika fuko la uzazi la mwanamke. Mbegu zote za mwanamke zinakuwa ni X, ni za kike tu, ndio ziko ndani, ndio lile yai. Zile mbegu zinapokuja 500,000 mpaka 600,000, ni mbegu moja tu ndio itakayokuja kulipiga lile yai. Qur'ani imetumia neno dafiqi. Dafiqi maana yake ni kutoboa. Litatobolewa lile yai, ule mkia utakatika, kitaingia mule ni kichwa tu ndani ya lile yai. Hapa ndipo mwanadamu anafanyika kuwa nutfa, ambayo kidaktari ndio inaitwa zygote. Na hii inakuwa ndio first embryology, ndio mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake hapa ndani ya tumbo la mama yake. Hawakulijua hili mpaka ilipofika karne ya 18 ndio wanakuja kujua. Hai, wanaume na wanawake, litalizunguka lile yai kulia kwenda kushoto, mambo yanabadilika. Yai ndio linakuwa mithili ya Al-Kaaba kule Maka. Wale X na Y wanakuwa ndio mahujaji, wanaume na wanawake, na mbegu zote zinakuwa ni za rangi moja, ndio vazi la ihrami. Pale ilipoingilia mbegu moja, zote zitakuja pale na kurudi kulia. Ile ndio inakuwa ndio pembe ya Al-Hajari Al-Aswadi. Aliyesafirisha mbegu ni nani? Ni mwanamume. Na katika ibada ya hija, kusafirisha mahujaji, ulinzi, kuendesha ibada ya hija ni nani? Ni mwanamume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Yai litakaa kwa muda wa siku 7,
hapa, litatoa mizizi chorionic veil. Yai litaondoshwa hapa, litazungushwa kulia kwenda kushoto. Professor Keith Moore anasema ya kwamba hapa sasa ndiyo Safa na Marwa. Lile yai likimaliza mzunguko ule, Qur'ani inasema litapelekwa fi qararil makin. Fi qararil makin ni wapi? Ni katika uterus, katika fuko la uzazi, linakwenda kupandikizwa. Likishafika kule ndio linaitwa alaqa. Kisayansi, kibiolojia, kidaktari ndio inaitwa blastocyte. Kule ndio minna, inakuwa ni nje ya kule lilikotoka lile yai. Mahujaji wakishaizunguka Al-Kaaba mara 7, watakwenda Safa na Marwa mara 7, wataondoka, watakwenda maili 9 Mina, wanakwenda kupiga kambi. Inakuwa ni nje ya kule lilikotokea kule yai. Hatua 5 za ibada ya hija Professor Keith Moore anazizungumzia katika mfumo wa embryology ndani ya tumbo la mwanamke. Watukufu wa Islam, Qur'ani ndio imeeleza kwa ufasaha maji ya uzazi ya mwanamume yalivyokuja kulirutubisha yai la kike. Na pia Qur'ani ikasema pia katika surati Ad-Dahri, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin, hakika sisi tumemuumba mwanadamu kutokana na nutfa, chembe hai moja, sel moja, mbegu moja tu ya uzazi. Alafu Qur'ani ikasema amshajin, lililochanganywa. Ule mchanganyiko umetajwa katika wingi. Maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka katika glandi inayoitwa testes. Hizi ziko 2. Alafu kuna glandi nyingine inaitwa prostate gland, iko 1. Jumla ngapi hizo? 3. Alafu kuna glandi nyingine 2 zinaitwa seminiferous canals. Hizi kazi yake ni kutengeneza maji tu. Kwa hiyo zinakuwa, yale maji yanakuwa ni ya aina 5. Ukichanganya na maji ya uzazi ya mwanamke ya aina 2, jumla yanakuwa ni ya aina 7. Hapa ndipo panapatikana kizazi cha mwanadamu, ndio kinaendelea. Lakini Qur'ani ikasema yakhruju min baini sulbi wataraibi. Katika reproduction system haizungumzi hivi. Watu wa modern scientists hawasemi hivyo. Watu wa modern scientists wanasema maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka kwenye korodani, na mbegu ya uzazi ya mwanamke inatoka kwenye ovar. Qur'ani haisemi hivyo. Qur'ani inasema yakhruju min baini sulbi wataraibi, kwamba maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka katikati ya uti wa mgongo wa mwanamume. Wataraibi, na yale maji ya uzazi ya mwanamke yanatoka kwenye kifua cha mwanamke chini ya mbavu zake. Maelezo haya yanapingana na maelezo ya wanasayansi. Watu waliruka kwa ndege wakamfuata Professor Keith Moore katika chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, Canadian Association of Anatomists. Huyu ndio daktari bingwa wa embryology and anatomy kidunia. Mwaka 1984 alipewa tuzo ya juu kabisa, inaitwa JCB. Huyu ndiye aliyekiandika kitabu kinachoitwa The Developing Human, kukua kwa mwanadamu. Wakaenda wakamwonyesha, Qur'ani inasema maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka kwenye uti wa mgongo wa mwanamume, na maji ya uzazi ya mwanamke yanatoka kwenye kifua chake chini ya mbavu zake. Sayansi inasema ya kwamba maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka kwenye korodani zake, na maji ya uzazi ya mwanamke, ile mbegu, inatoka kwenye ovar. Mbona maelezo haya yanapingana? Inayosema kweli ni ipi?
Profesa Ketmo akasema Qur'ani ndio iliyosema kweli, ndio daktari bingwa kidunia. Wakamuuliza kivipi? Akawaambia sayansi imeshindwa kueleza zile korodani asili yake zimetoka wapi, imeshindwa. Akasema sayansi. Na ile over imetoka wapi? Qur'ani hapa imekwenda kueleza mpaka asili ya vile vitu vilikotoka. Korodani zimetoka kwenye uti wa mgongo. Ile nyama iliyotumika katika kuumbia uti wa mgongo ndio ile moja, ilikatwa kipande kikateremshwa chini pale, ndio zikaenda kutengenezwa korodani zile kokwa. Na mbegu ya uzazi ya mwanamke, yale mayai yale, ule mfuko wa ovar, ile nyama iliyotumika kutengenezea matiti ya mwanamke ndiyo nyama ile moja, kipande kilikatwa kikateremshwa chini, ndio zikatengenezwa ovar. Anawaambia hapa Qur'ani inaeleza mpaka asli ya vile vitu vilikotoka. Akawaambia hapa Qur'ani imeonyesha ubingwa, sayansi imeshindwa. Watukufu wa Islam, sasa tunataka tupate maelezo ya kutoka maabara, tuyachanganye na maelezo haya kwamba ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume ndani yake kuna nini. Watu wa maabara wanatuambia ya kwamba, wanakemia wanatuambia kwamba ndani ya maji ya uzazi ndani yake kuna protini. Kitu cha kwanza walichokiona, wameona ndani yake kuna protini. Wanasayansi wamekubaliana, watu wa modern scientists na gynecology wamekubaliana ya kwamba maji ya uzazi ya mwanamume yanatengenezwa kutokana na chakula unachokula. Inapokuja kufanyika ile digestive system, kuchakatwa kile chakula kikachujwa, ndani yake inapatikana protini. Zile protini ndio zinachukuliwa zinakwenda kutengenezwa maji ya uzazi pia. Na ndio maana hapa Mtume unamuona ni zaidi ya daktari, ni zaidi ya profesa. Mimi na walaumu wale watu wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni profesa. Profesa, kama utaambiwa huyu ni profesa, daktari bingwa wa jicho, basi anajua kitu hicho kimoja tu, jicho, lakini vitu vingine hajui. Ubongo haujui, mifupa haijui, na hata hilo jicho bado hajalimaliza. Katika kipindi alichosoma kulikuwa na vitu bado havijavumbuliwa ndani ya jicho, vikaja hivyo vitu vikavumbuliwa, anaitwa tena kwamba njoo ukae tena chini usome. Mtume hayupo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia iliyokuwa bora ya vijana kujikinga na zinaa akasema, ya ma'shara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lawija, maanahu alwiqaya. Enyi kusanyiko la vijana, aliyekuwa na uwezo, zile gharama za kuolea, mahali pa kukaa mke, chakula na mavazi, akawa anamudu hivyo, anasema falyatazawaji, aoe. Wa man lam yastati', na asiyeweza, fa alayhi bisawm, huyu afunge. Kwa nini afunge? Anapofunga mwili unakuwa hautengenezi hormone inayoitwa testosterone, inakuwa haitengenezwi, mwili hautengenezwi. Na hii testosterone ndiyo inayokuja kumpa mtu mshawasha wa kutaka kufanya tendo la jimai. Kwa hiyo hapa akifunga huyu mtu anakuwa yeye hana matamanio yanaporomoka,
anaingia katika daraja ya kuwa yeye ni malaika, kwamba anakuwa hana matamanio. Uchamungu hapa unapanda. Ndiyo maana watu kama watakuwa na njaa hawatoweza kufanya tendo la ndoa la kukutana kimwili, na kama watalazimisha watapata madhara. Kwa hiyo mule ndani kuna protini. Kitu cha pili, wakaja wakaona ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume ndani yake kuna asidi. Asidi ni mfano wa tindikali, kitu chenye ladha ya ukali kama vile ndimu au limau. Asidi ikiingia katika kitu, kile kitu kinaweza kikaungua au kikatanuka au kikalegea. Mchukue mwanamke ambaye hajawahi hata mara moja kufanya tendo la jimai, na mchukue mwanamke ambaye anafanya lile tendo la ndoa la jimai. Ukiwalinganisha hawa, miili yao itakuwa ni tofauti. Huyu ambaye anafanya lile tendo la jimai, mwili wake utatepeta, utakuwa laini. Kinachomfanya awe hivyo ni nini? Ni ile asidi. Lakini huyu ambaye hajafanya hata mara moja tendo la jimai, mwili wake utakuwa umekakamaa, kwa sababu amekosa ile asidi. Na pia ile asidi kazi yake nyingine ni kuua bakteria wote wasiotakiwa wakati wa tendo la ndoa linapofanyika, ili utungaji wa ujauzito ukifanyika ufanyike katika hali ya afya iliyokuwa njema. Kitu cha tatu, katika maji ya uzazi wakaona ndani yake kuna chromosome, zile mbegu ambazo zinakuwa ni X na Y, wanaume na wanawake. Hizi ndizo zinazotunga ujauzito. Hizi chromosome zinabebwa ndani ya maji ya uzazi wa mwanamume, spermatozoa. Mbegu zote za mwanamke zinakuwa ni X, ni za kike tu. Mwanamume za kwake zinakuwa ni X na Y. X ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamke. Y ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamume. Anayefanya mtoto awe mwanamume au mwanamke katika tumbo la mwanamke ni mwanamume. Kitu cha nne, wakaja wakaona katika maji ya uzazi ya mwanamume ndani yake kuna virus. Virusi hawa sio wa ugonjwa. Virusi hawa wameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Virusi hawa makazi yao wanakwenda kukaa ndani ya nyumba ya uzazi ya mwanamke. Virusi hawa, kila mwanamume mmoja virusi wake wanakuwa hawafanani na virusi wa mwanamume mwingine. Kila mwanamume anakuwa na virusi wake, kama ilivyokuwa katika fingerprints, alama za vidole, kwamba kila mmoja na za kwake, na kila mmoja alama zake za vidole hazifanani na mwenzake. Hata kwa wale mapacha identical twins na fraternal twins, wale mapacha wanaofanana na mapacha wasiofanana, wale nao pia kila mmoja anakuwa na alama zake za vidole, na kila mmoja alama zake za vidole zinakuwa hazifanani na mwenzake. Ndivyo walivyo na hawa virusi pia. Kila mwanamume mmoja virusi wake hawafanani na virusi wa mwanamume mwingine. Hapa ndipo unapopatikana uchafu wa zinaa. Sasa hapa ndipo mahali ambapo Qur'ani ilikuja ikasema, wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, na wala msikaribie hiyo zinaa, hakika hiyo zinaa ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Uchafu wa zinaa unapatikana hapa sasa, ubovu wa zinaa unapatikana hapa sasa, katika wale virus. Watukufu wa Islamu, hawa virus hawa ambao kila mwanamume mmoja anakuwa na virusi wake, hawa ndio hati miliki ya mume kwa mke.
hawa virus hao ambao kila mwanamume mmoja virus wake hawafanani na virus wa mwanamume mwingine, hawa ndio wanakuwa ndio hatimiliki ya mume kwa mke, kwamba mke huyu ni wa fulani. Mwanamume anapokwenda kumuoa mwanamke kwa mara ya kwanza, wakawa mume na mke, wanapokuja kutekeleza ibada ya ndoa ya kukutana kimwili, mume mpandikiza mkewe vitu vinne. Anampandikiza protini, anampandikiza asidi, anampandikiza chromosome, anampandikiza na wale virus. Kwa kuwa kila virus wa mwanamume mmoja hawafanani na virus wa mwanamume mwingine, kila wanapokuja kukutana kimwili, mume humpandikiza mkewe virus wa aina moja, walipotoka ni mahali pamoja, na wale virus wote wanakuwa ni ndugu moja. Mke anapotoka nje ya ndoa sasa, akaenda akazini na mwanamume mwingine, yule mwanamume wa nje naye pia atampandikiza yule mke wa mtu vitu vinne. Atampandikiza protini, atampandikiza asidi, atampandikiza chromosome, na atampandikiza na wale virus. Kwa kuwa kila virus wa mwanamume mmoja hawafanani na virus wa mwanamume mwingine, virus hawa watakuwa ni wageni ndani ya ile nyumba ya uzazi ya yule mwanamke. Wakiingia virus hawa, wanakwenda kukutana na wale virus wenyeji. Virus wenyeji wakiwaona, wanajiuliza, hawa wametoka wapi? Mbona tulipotoka sisi sipo walipotoka hawa? Hawa sio ndugu zetu. Watawazuia wasiingie, na wale virus wenyeji wanakuwa na nguvu zaidi kuliko wale virus wageni. Wataanza kuwapiga. Wakiwapiga hawa virus wageni, wengine watakufa, wengine watakuwa hai. Wale waliokuwa hai watatafuta mule ndani sehemu ya ngozi iliyokuwa laini, watatoboa toboa, watazama, watajificha. Hapa ndipo mahali ambapo Qur'ani ilisema wala takrabu zina, wala musikaribia hiyo zina, innahu, imekuja kwa taukidi, hakika hiyo zina fahishatan, ni uchafu, wasaa sabila, na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Hapa ndipo unapopatikana uchafu wa zina, hapa ndipo unapopatikana ubovu wa zina. Pamoja na kwamba lile tendo la kujamiiana kati ya wale waliokuwa ndani ya ndoa na kati ya wale waliokuwa ndani ya zina, kwamba mfumo ni mmoja. Pamoja na kwamba wanavyojamiiana waliokuwa ndani ya ndoa na wale waliokuwa ndani ya zinaa, kwamba ule mfumo wa jimai unakuwa ni wa aina moja, tofauti ndio inapatikana hapa sasa kwa wale virus. Kwa sababu kila mwanamume mmoja anakuwa na virusi wake, na kila mwanamume mmoja virusi wake hawafanani na virus wa mwanamume mwingine. Hapa ndipo mahali ambapo Qur'ani ikasema kwamba zinaa ni uchafu. Uchafu wa zinaa unapatikana hapa, na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Wale virusi wa yule mume kwa mkewe ndio wanakuwa hati miliki ya mume kwa mkewe, kwamba mke huyu ni wa fulani. Wakaja wakafanya tafiti, kwa nini Uislamu umemruhusu mwanamume peke yake aoe wake wawili, watatu, wanne, alafu ikamalizikia mmoja. Tafiti za kisayansi zimefanywa sasa hivi, imekuja kuonekana ya kwamba mwanamume aliyekuwa dume kabisa rijali wanamtosha wanawake kuanzia wawili, wake kuanzia wawili.
na Qur'ani imeanza na hiyo hiyo hesabu ya 2. Ukiwa dhaifu ndio 1. Lakini mwanamume aliyekuwa dume kabisa anahudumiwa na wake wawili na wanawake wawili, na hesabu hapa imeanzia 2. Tafiti za kisayansi zimekuja kuonyesha hivyo. Kwa nini Uislamu umemruhusu mwanamume aoe wake wawili, watatu, wanne au mmoja? Wamekuja kuona ya kwamba mpandaji wa virusi kwa wanawake wote wale wawili, watatu, wanne, mmoja, mpandaji wa virusi anakuwa ni mwanamume mmoja tu, na virusi wote watakuwa ni wa aina moja tu, na walipotoka ni mahali pamoja tu, wote wale wanakuwa ni ndugu moja, hakuna magonjwa hapo. Lakini leo inasemwa haki sawa kwa wote, eti lewe na wanaume wawili, watatu, wanne au mmoja. Wanasema hawa wanawake, yanasemwa haya maneno. Kwanza ieleweke ya kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ni ukafiri. Ikiwa kila mwanamume mmoja na virusi wake, na kila mwanamume mmoja virusi wake hawafanani na virusi wa mwanamume mwingine, huyu mwanamke akiwa na waume wawili, watatu, wanne au mmoja, tumbo la huyo mwanamke litakuwa ni tumbo la namna gani? Litakuwa ni nyumba ya magonjwa. Yule mwanamke mpaka kwanza aachwe kwa talaka au afiwe na yule mumewe, alafu akaeeda, ndipo hapo sasa sheria inamruhusu aolewe na mume mwingine. Wakaja wakaona, kwa nini ile eda anakaa mwanamke peke yake? Kwa nini mwanamume hakai eda? Kwa nini akifa mke, kwa nini huyu mwanamume na yeye, kwa nini hakai eda? Isipokuwa ile eda iko upande mmoja tu kwa mke, kwamba akifa mume, mke anakaa eda miezi 4 na siku 10, hii eda ya kufiwa. Akiachwa anakaa eda ambayo inakuwa ni qur'u 3, wastani miezi 3. Lakini wanawake hapa wanakuwa hawafanani, kwa sababu kila mmoja na masiku yake katika zile siku za hedhi yake. Lakini wastani hapa ni qur'u 3 zilizowekwa. Kwa nini yule mwanamume na yeye wakiachana mume na mke, kwa nini huyu mwanamume na yeye asikae eda? Wakaja wakaona mwanamume anapandikiza, mwanamke anapandikizwa. Mwanamke anapokuwa katika eda, iwe ya kufiwa au ya kuachwa, kipindi kile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawadiliti, anawafuta wale virusi wote aliyowapandikiza mume aliyepita. Ikimalizika ile eda, akija mwanamume mwingine kumuoa, ataanza upya kupandikiza mbegu zake ndani ya shamba hili. Zinakuwa mbegu hizi mpya hazikutani na zile mbegu za zamani za yule mume aliyepita. Kisayansi, kibiolojia, kidaktari, haitakiwi ndani ya mwili wa mwanamke kuwe na mifumo miwili ya virusi ya wanaume wawili kwa wakati mmoja, ni magonjwa. Na wala haitakiwi katika mwili wa mwanamume pia kuwe na mifumo ya virusi ya wanaume wawili kwa wakati mmoja, ni magonjwa. Hapa ndipo tulipokuja kuharibu. Eda haishii tu kutaka kujua kwamba mwanamke huyu ni mjamzito au si mjamzito. Eda inakwenda mbali zaidi ya hapo. Eda kwanza ni ibada, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, katika kipindi cha eda Mwenyezi Mungu anawafuta wale virusi wote wa mume aliyepita, kukaribisha mfumo mpya wa mume mpya atakayekuja. Hapa sasa ndio tumeharibu. Magonjwa yamekuwa mengi, kila dawa tukila hatuponi.
tumeharibu hapa. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.